Shirika la kijamii linalojihusisha na masuala ya uajiri humu nchini la Concerned Citizen limelaani vikali hatua ya baadhi ya wanasiasa kaunti ya Mombasa wanaoendelea kutatiza shughuli katika bandari ya Mombasa kutokana na uajiri wa Kenya 296 uliofanyika hivi majuzi. Akizungumza na wanahabari, mkurugenzi mkuu wa shirika hilo Bradley Ouna amesema mchakato huo uliendeshwa kwa njia sawa na Wakenya 400,000 wakatuma maombi ya kazi na waliofaulu 296 wakaajiriwa, hivyo kuwataka wanasiasa kukoma kuhangaisha uongozi wa bandari kutokana na uajiri huo. Tunakumbuka kwamba mwaka jana tarehe 25 Novemba shirika la Kenya Ports Authority liliadvertise various positions kwa kampuni yao kuwa wanataka wafanyikazi, na wakasema watu wa apply by 20th December. Wao wameapply hizi kazi, alafu interviews zitaanza wakati ule. Baada ya kuanza zile interview, sisi kama shirika tuliandikia Kenya Ports Authority barua kuwa hatuelewi vile hizi interviews zinaendelea, kuwapatia paka petition. Baada ya wiki moja, management na Kenya Ports Authority wakatuita, wakatuelezea vile hiyo process inaenda na ile michakato ikaenda. Sisi kama shirika tukakuwa satisfied kwa hii mchakato is free and fair na hakuna favorism. Tukawaruhusu wakaendelea na mchakato ule, watu waka-apply katika nafasi walikuwa wanataka watu 296 na wale wameapply kazi ni walikuwa 400,000. So unaona kuwa hiyo ni kazi ngumu sana kuweza kuchuja hao watu wote kwa muda wa miezi 3 ama 4 watu waweze kupata kazi. Kitu tunataka kusema kwamba ni moja, sisi kama shirika walipotuelezea ule mchakato tulikubali, tukawaambia waendelee, kwa sababu tulianza nao kuanzia mwanzo wakati wameadvertise mpaka wakati wanafanya recruitment processes. Watu walikuwa ni wengi wameadvertise, wameapply. Wengine walikuwa wameandikwa kazi kwingine, waka-apply pale, wakaandikwa kazi. Ile kitu kinatusumbua sasa ni moja, kuna watu wengine wanataka politicize hii process wakati imeisha na watu wameshaandikwa kazi. Kama wangekuwa na shida na hiyo process ya kuemploy na recruitment na interview, wangeanza pale mapema wakati KPA wameadvertise. Kauli hiyo imeungwa mkono na Omar Bwika ambaye aliajiriwa wakati huo na Abdul Hakim Abdalla ambaye hakufaulu kuajiriwa. Mimi niliapply kazi Novemba tarehe 26 na position nilipata ni administrative assistant. So nilipo apply nilingoja for feedback, nikapigiwa simu, nikachukuliwa through interview, then baadaye nikaitwa nikaambiwa nime qualify. Yeah, na mimi kusema kwangu process ilikuwa sawa, sikuona makosa yote wala shida lolote pale. Okay, upande wangu mimi sijakuwa connected na mtu yoyote, whether politician ama huwa anasema godfather, kunao mtu pale ndani. Mimi niliapply hivyo na nikapata kazi bila kushikwa mkono na mtu yoyote. Na mimi katika mchakato wote wa kuapply kazi nilianza hapo November, nika-apply, then nikaitwa interview on Feb, nikafanya interview but bad luck, sikufanikiwa kupita. So sikuvunjika moyo, ikabidi nitulie, nirudi mtaani, nijitafute. Labda next time opportunity nyingine kitokea nita-apply tena, tuangalie. Na mchakato huko mbaya kwa sababu tuliitwa interview tukafanya na the process was good but siku qualified in terms of experience na nini. So mimi naweza sema kila kitu ilikuwa sawa na hakukuwa na shida zote. Wakati huo Ouna amewataka wanasiasa hao kutowahangaisha wafanyikazi wapya, akisema kufanya hivyo ni kuhujumu haki zao. Wacha wale wameandikwa kazi wafanye kazi, because you are becoming unfair kwa wale wameandikwa kazi. Ulikuwa na miezi 4 ama 5 ya ku-audit your process, uka-opt to keep quiet. Sasa labda mtu wako hajaandikwa kazi, wewe umeanza kupiga kelele ati process ianze tena. Na nani amekuambia process ikianza tena mtu wako ataandikwa kazi? Na wewe mtu wako alikuwa wapi wakati wamekuwa interview, watu wanakuwa interview? Wewe mtu wako alikuwa wapi wakati watu wana job zimekuwa advertised, watu wa apply for these jobs? Sasa unakuja baada watu wameanza kazi unasema process. Tunataka kusema hivi, huo ni unafiki wa wanasiasa hapa Mombasa, huo ni unafiki wa wanaharakati hapa Mombasa, kwa sababu wanataka wapewe favorism na wao wanasema wana fight favorism. Aidha, ameutaka uongozi wa halmashauri ya bandari KPA kutokubali hujuma zao.
Na najua kuna wengine pia wanatumia nafasi hiyo ku extort management ya Kenya Ports Authority. Sasa tunaambia management ya Kenya Ports Authority, do not bend kwa watu wanataka ku extort. Stand firm, na sisi tutaenda pia pale mahakamani kusema kuwa hawa watu they are very unfair. Wale watu wamekuwa employed. Haifai kukua hivyo. Wakati umelala, wakati shughuli inafanyika, alafu unaamka shughuli imemalizika, unaanza kusema kuwa ati the process was not fair. Where were you for those 4 months wakati mambo inaendelea? Nikiripotia Bandari TV, mimi ni Ramadhan Ngala. Watu walikuwa kazi pale KPA na ile process